Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, karibu tena katika kipindi chako kizuri cha maisha na watu, ukiwa na mimi mtangazaji wako Ganji Mashaka, au unaweza kuniita Charming Mama. Na leo hii basi nipo Rusumo, nipo katika ofisi ya Master Kucha, mguu kwa mguu mpaka ofisini kwake, na nimemkuta hajakaa kinyonge, yupo lelelele. Bwana, mambo vipi? Poa, habari ya kwako? Salama, uko poa? Niko poa kama unavyoona. Habari ya Valentine Day, kwa sababu baada ya siku ya mambo ya kawaida hatukufanikiwa kuonana tena. Habari ya maendeleo ni nzuri kama unavyoona, harakati za mtu mweusi zinaendelea. Ndio. Tuko na tajiri yetu hapa. Anapendeza bwana, si unajua? Sawa sawa. Hakika amependeza. Warembo kupendeza mambo ya kawaida, warembo kupendeza. Ni mambo ya kawaida. Basi kama ambavyo ilivyo mambo ya kawaida, na leo tutazungumza na Master Kucha pamoja na mrembo niliyemkuta naye. Kabla sijasema mada ni nini, tumfahamu kwa majina yake, anafahamika kama nani na anapatikana wapi na kwa nini yuko kwa Master Kucha. Mambo vipi? Uko poa kipenzi? Uko poa Si jambo pia. Kwa majina unaitwa nani? Kajala. AKA Kajala. Kajala Rusumo ndio huyu hapa. Kajala Rusumo hapa. Mtazamaji, katika pita zangu kwa leo kwa Master Kucha nimekutana na Kajala wa Rusumo. Sio mbaya, baada ya muda hapa tutaangalia yaliyomo yamo. Safi kabisa kama ambavyo mmekwishaona. Kajala wa Rusumo. Nipo hapa leo nahitaji tuzungumzie mambo machache kuhusiana na vijana. Kuna harakati nyingi za mtu mweusi hususan kwa vijana, lakini swala moja limekuwa changamoto sana. Vijana hawapendi kuoa wala hawataki kuolewa. Master Kucha mlipotabasamu kabambe. Asilimia kubwa vijana siku hizi hawapendi kuoa, kuolewa hawataki kuolewa. Tukianza na Master Kucha, unafikiri ni kwa nini dunia ya sasa vijana hawapendi kuoa? Kwa vijana asilimia kubwa sana vijana hususan kama wanaume unasema kwamba nahitaji mwanamke aliyetulia. Kwa hiyo unatafuta mwanamke aliyetulia. Wakati huo yule binti anasema nikiolewa ndo nitatulia. Kipengele. Kwa wakati mimi namtafuta aliyetulia, wakati huyo mwenyewe mwanamke asubiria aolewe ndo atulie, hapo ndo hakuna. Ndo mnapochengana. Tunachengana mwaka mpaka miaka mingi inaisha hujaoa. Kwa upande wako Kajala? Mimi naona sijapishana na mimi. Mimi nahisi hivyo yani. Hata wakati wenzetu wanasubiri tutulie, sisi wenyewe tunasubiri kwamba sisi tukiweka ndani ndio tutulie. Lakini yani hiyo Kajala kwa kweli na wewe umegongelea msumari pale. Lakini sababu ni nini hasa ya kufanya vitu hivyo? Kwa sababu utamjua vipi huyu mtu ametulia? Mtu ametulia kufuzi kidogo ni kidogo. Pia kwa kipindi hiki yani sijui kwa nini, lakini naona kama vile ndoa yani tunaogopa ndoa. Lakini tunaogopa ndoa yani watoto wa kike mnaogopa ndoa. Kwa upande wako kipi kilikusababisha uliona nini au ulisikia nini ikasababisha uogope ndoa? Ndoa mimi nimewahi kuwa na ndoa. Nimewahi kuwa na ndoa na familia, lakini ndoa ni ngumu sana. Sasa hivi mna kushauri olewa tena? Ndoa ina changamoto. Kuna kipindi mimi nasemaga ni vile tu nilikurupuka, ila kama ningekaa nikapewa nini yani ukatafakari, nikafunzwa yani nikapewa nini sio elimu, nikajua maana ya ndoa ni nini, nisingeingia. Hebu tuishie hapo kwanza kidogo. Tukirudi kwako Master Kucha, vijana wengi umetoa sababu kwamba mnasubiri upate mwanamke aliyetulia. Utajua vipi huyu mwanamke ametulia? Na wakati unatafuta mwanamke aliyetulia, naamini kabisa unakuwa una mpenzi ambaye upo naye katika mahusiano. Huyo mpenzi ambaye upo naye kwenye mahusiano hafai kuwa mke. Sasa swala kwa na mpenzi kwenye mahusiano na kipengele cha kumuoa, waga hivyo ni vitu viwili tofauti. Mtu unaweza kwenye mahusiano mwaka, miezi 6, lakini kila ukifikiria swala la kumuoa hakika nakataa, kwa sababu rudima kidogo. Ukisema kwamba aliyetulia, unajua sasa hivi asilimia kubwa wanawake wanapenda sana hela. Umeona? Kwa hiyo kuna mtu mwingine unakuta hali yake ya kiuchumi ni ya kawaida. Alafu ile mpenzi ambaye yupo naye
anakuwa na matumizi ambao hayaendani na kipato cha mpenzi wake. Kwa hiyo kwa kuwa una shida haisio simple kuwa single. Na hizo changamoto ndogo ndogo unaweza kuzivumilia kwa sababu si unajua ni mapito tu. Lakini swala la kuweka makubaliano ya kudumu naye na hali uliyokuwa unaona kwenye uchumba unakuwa ukifikiria unaona kama haiwezekani. Kama unaona kama hautomudu labda. Lakini kuna baadhi ya tabia wanazivumilia kwa mpenzi lakini sio kwa mwanamke. Kwa mkiwa kwenye mahusiano kuna baadhi ya tabia unaweza kuzivumilia lakini mkiwa kwenye ndoa hiyo hazivumiliki. Lakini sasa kwa Stelio mtaoa lini? Kwa sababu zimekuwa nyingi sana. Watulie ndo tuwaoe. Watulie ndo muoe. Ili swala la kusema wanawake wanapenda hela pia kwa ndugu mtazamaji. Unaposema wanawake wanapenda hela unamaanisha nini? Kwa sababu unajua unapokuwa na mpenzi lazima uhudumie kwa sababu wewe ndo anakuwa ni mtu wako wa karibu. Unategemea kama hivyo anataka kuwa na kucha nzuri, apendeze, nywele zake awe ametengeneza vizuri, amevaa vizuri, mashallah, aonekane naye. Kwa nini unasema anapenda hela? Je, unampa hata kwenye kile kiwango ambacho anastahili kumpa? Labda mpenzi wangu leo acha nimpatie kiasi hiki akafanye 1 2 3 nisiulizie hata change. Unajua wanawake wanajisahau sana. Kuna baadhi ya wanawake akishaanzisha mahusiano yani majukumu yote yanahamia kwa yule mpenzi wake. Hela ya saruni, hela ya kula. Hapo anakwao ujue. Kuna wengine unakuta pengine anajitegemea, kodi anadaiwa, unaona? Kwa unajikuta wewe kijana kwako unalipa kodi na kwa mwanamke unalipa kodi. Sio inawezekana isiwe kila kodi inapoisha wewe unatakiwa ulipe, lakini hata ile mara moja kama hujamuoa itakiwi. Unaona? Ukishamuoa ndo majukumu yote anaweza akakulemea labda kama hana kipato. Lakini kuna wengine ana kazi anayoifanya anaweza kumuingizia kipato, lakini bado hela hakuna anakuomba wewe. Kwa hiyo unavumilia kwa sababu ni mapenzi, unavumilia. Lakini swala kuolewa hapo hakuna. Halipo. Hebu turudi kwa upande wako Kajala. Vitu ambavyo unavizungumzia Steve unamuelewa? Yaani Steve sijamuelewa lakini pia mimi wanaume wananishangaza. Ndio. Unajua hao wanaume hao mimi yani sijawahi ona mwanaume anamfuata mwanamke ambaye hajapendeza. Hayupo hata siku moja. Lakini mwanaume huyo anakutaka akuone umependeza na hajui kabisa yani imekuwa vipi mpaka unapendeza na uko vipi. Ndio. Sasa unakuwa na mahusiano na mtu yani kama anaposema huyu kwamba tunapenda hela anakosea. Anakosea sana. Mnapenda hela. Mimi hapa Kajara kanikuta nakuja hapa natengeneza kucha shilingi 10,000, 15,000. Lakini akishakuwa na mimi anataka nitengeneze sisi 3,000. Wakati anaweza kabisa. Alafu nikishaanza kupoteza ule muonekano mzuri, yani hapo ndo mashida zinakoanzia. Mwanamke gani? Mwanamke gani? Si kitu gani? Yani kwanza wewe siwe nini? Yani kwanza wewe siwe nilikosea wapi yani? Sijui nini. Kumbe yeye mwenyewe kashaanza kunishusha yeye mwenyewe. Matunzo. Umeona? Kwa mimi anavyosema kwamba wanawake tunapenda hela, anakosea. Hapo anaongezea anakuambia huna future. Unaweza kutaka kutengeneza kucha 20,000. Wakati ndo alikupenda nazo. Hatuwezi tukajenga vitu vya namna hiyo. Ilikuwa ni kutokana na majibu ya Steve, lakini Kajala kuna swala umelizungumzia kwamba ingetokea ulipata elimu ya ndoa, huenda usingeingia kwenye ndoa. Hebu tuambie kidogo unazungumzia elimu ya namna gani? Inabidi mtu kabla hajaingia kwenye ndoa ambiwe nini? Ambiwe nini? Yaani kuna kama ile mwanamke unakuta mdada anachumbiwa, anafanya kitchen. Hata mimi kama mimi sikubahatika kufanyiwa kitchen mada. Lakini pia sometimes unajikuta nawaza hivyo lakini muda mwingine nasema mbona wapo wengi wamefanyiwa lakini pia mambo ni yale kwenye ndoa ameshinda. Kwa hiyo anajikuta yani sijui tu lakini kiufupi kwa kweli ndoa ni ngumu sana. Ndoa ni ngumu.
sana. Sasa ni ngumu, lakini pia wanasema hivyo sasa unawatisha ambao wanataka kuolewa. Hebu sema kitu, kwa sababu kuna kama ile unasema unaweza kuumizwa sana na mapenzi ukasema sitapenda tena, kumbe ni kwa sababu haujampata mtu wa kukupenda vizuri, wa kukulipia kucha. Ukampata mwanamume ambaye hana maneno kama ya Steve kwamba wanawake wanapenda hela, yani yeye hasubiri kuombwa. Kuna yule mwanamume anatoa huduma, anafanya kila kitu. Of course kama mimi upande wangu nilibahatika kupata mwanaume mmoja huyo. Of course alikuwa ananipenda. Sema kweli alikuwa ananipenda, ila shida yangu mimi na wewe na yeye nilikuwa ni kwamba hataki ujishughulishe. Yani anataka uwe mama wa nyumbani. Hapo mama wa nyumbani sasa Kajala anataka nipendeze, yangu nitengeneze vizuri. Sasa mwanamume sikasha kupenda, amekuweka ndani, utulie. Upendo gani unakaa ndani alafu yani kukutimizia hawezi. Kujishughulisha pia wewe hataki. Sasa manake ulipata yule wa kukukuta anakupenda sawa, lakini habari ya kucha 20,000 unaonekana unafuja pesa. Yani kiufupi tu anataka nikae ndani. Alafu matumizi hayajitoshelezi hata kidogo. Yani mimi hapo ndio kitu kosa langu mimi na yeye. Mwanamke wangu. Mwanamke mpambanaji. Lakini unawaambia nini sasa wao ambao wanaitamani sana kuolewa? Hebu usiwakatishe tamaa. Waambie kitu. Of course ndoa ina raha yake. Ndoa ina raha yake. Lakini mimi kwa upande wangu mimi hapana. Lakini kwa wale watu ambao wanatamani kuwa na ndoa ukiipata, yani ukampata mtu ambaye yani mkaendana vizuri, ndoa ina raha yake. Nisije nikasema ndoa ina changamoto, watu wakaogopa. Hapana. Ndoa ina raha yake, lakini kwangu mimi binafsi yani kwanza hata sitamani ndoa kabisa yani. Na sina hata mpango. Kwa hiyo Kajala, wewe umekamilisha ule msemo kwamba wale kuwepo kwenye ndoa wanataka kutoka, wale ambao hawajaingia wanataka ile ya kwamba unaambiwa yani wangapi leo wanatamani chochote kitokee kwenye ndoa alafu tupite hivi. Wapo wengi lakini mwisho wa siku ni siri yao. Naam, Steve, kwa upande wako mimi bado niko na Steve. Kwa nini vijana hawataki kuoa? Ni kuogopa majukumu, kuogopa kuanzisha familia, au ni kitu gani? Vijana hatuogopi majukumu. Na wala hatuwezi kuyakwepa kwa sababu ni lazima kila kijana anazana na ndoto ya kuwa na familia, aone mke na watoto, unaona bwana. Isipokuwa sasa kuna wengine walianza mahusiano na watu ambao sio sahihi kwao. Ndio. Aidha wana vidonda moyoni mwao. Kwa hiyo ashakata tamaa. Hata wanawake wapo ambao wanaosema kwamba hatuko tayari kuolewa kwa sababu kuna kitu walikutana nacho ambacho kiliwatisha, au kuna ushuhuda waliupata. Kwa hiyo ambaye hajakutana changamoto yoyote asisite. Lakini wale ambao walishawahi kuumizwa, wanawaza labda pengine ataumizwa tena, pia wasikate tamaa, wajaribu tena kwa mara nyingine. Hata kiunganisha hivyo. Kwa Kajala, kwa upande wako vipi kipenzi? Kwa hiyo jimbo bado lipo wazi, upo single au una mpango gani? Mimi mpango nilionao sijaona mpango kamili, ila tu kiufupi nipo single na enjoy. Kwa hiyo ikitokea jimbo linataka kupata mbunge, upo tayari? Tunazungumza. Yanazungumzia. Yazungumzika. Bwana, ni hivyo ndivyo tunamaliza na Kajala pamoja na Master Makucha. Asanteni kwa muda wenu na Mungu awabariki. Usisahau kusubscribe, like, lakini pia comment, share na marafiki. Vile vile usiache kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa nzuri, makini, kabambe kutoka Dar es Salaam Tanzania TV.